Kristo jua utawala, ufugusa giza. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Tafikia lini na kubarikiwa wenye ufalme wa Baba na kumwona uso. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Yangu rohoni ni kuchukuliwa, ogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Happy Sabbath. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea tuweze kuomba kwa ajili ya kuendelea na kipindi ya asubuhi ya leo. Tutaweza kunyenyekea tuweze kuanza na maombi kama vile Timotheo wa kwanza 2:1 kadri inavyosema. Tutaweza kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe milele sote. Wakati huu tunaomba uweze kunena nasi, watoto wako wanakusikiliza. Naomba uweze kunitumia niweze kufikisha ujumbe ambao umekusudia kuwapa asubuhi ya leo. Tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu tuanzapo hadi tutakapotamatisha, na nikupitia jina kuu la Yesu aliye mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Aisha tulia. Kwa sasa Aisha tulia wewe. Kwa sasa tutaweza kupata somo. Ngoja naje. Tutaweza kusoma somo katika kitabu cha Matthew 24 verse 3. Hapo ndipo tunapata somo la asubuhi ya leo. Kitabu ni kile cha Mathayo 24, mstari ni ule wa 3. Matthew chapter 24 verse 3. Ndio. Hata alipokuwa ameketi katika mlimani. Hapa tunaambiwa katika Matthew 24 verse 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faragha. Wanafunzi wake walimwendea kwa faragha, wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanataka kujua kwamba ni yapi yatakayotendeka, ama ni mambo gani watakayoyaona, ama ni dalili gani watakayoiona wajue kuja kwa Kristo kumefanya nini, kumekaribia. Yesu kuna mambo aliweza kuambia.
mstari wa 4 na mstari wa 5. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asifanye nini? Mtu asiwadanganye. Endelea. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Yaani kile ambacho Yesu aliweza kusema, alisema angalia mtu asije akafanya nini? Akakundanganya, kwa sababu mtu ni rahisi sana kufanya nini? Kukundanganya. Hivyo ndivyo kwa maana Yesu aliweza kuona dalili moja ya ambayo itatokea kabla aweze kurudi. Anasema angalieni mtu asije akawadanganya. Yesu asemi angalia ng'ombe isikudanganye, angalia mbuzi isikudanganye. Yesu asungumuzi mambo ya mbuzi wala asungumuzi mambo ya kondoo. Asemi kondoo, angalia kondoo asije akakudanganya. Bali anasema angalieni mtu asifanye nini? Asikudanganye, kwa sababu mtu ndiye rahisi kufanya nini? Kukudanganya. Na utaweza kujua hautaweza kujua usiposimama katika Kristo. Kwa maana usiposimama katika Kristo kulingana na neno lake utaweza kudanganywa. Alisia andiko msomaji. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina la nani? Kwa sababu wengi watakuja na jina la Yesu. Wengi watakuja kwa jina la Yesu wakisema wao ni Kristo. Na kwa sababu wa Kristo wengi ama watu wa leo kile wanataka kujua ni miujiza, kile ni kujua ama ni kuona. Watu wanataka kuona ishara. Kwa hivyo wataweza kudanganywa sehemu kubwa. Kwa sababu gani? Wakati Yesu wa uongo ataweza kuja aweze kutokea Malindi, aweze kutokea katika mji huu katika maeneo ya Ngongoni, ama mahali ambapo umetoka huko nyumbani. Inaweza kuwa ni Mombasa, inaweza kuwa ni Mtwapa, unaweza kuwa ni Nairobi, ama popote pale katika ulimwengu mzima. Yesu wa uongo ataweza kutokea, na akiweza kutokea ataweza kutenda ishara na maajabu. Na kwa sababu wa Kristo wa leo kile wanataka kuona ni miujiza, utadanganywa. Niwaambie ukweli, kwa sababu hata wahubiri wa leo wanasema come and expect your miracle. Kuja ukitarajia muujiza, na kwa sababu unakuja ukitegemea muujiza, hata kama nabii ni wa uongo na akitenda muujiza, kwa sababu muujiza utatendeka, utaweza kupotea. Kwa sababu gani? Yesu akiangalia dalili ya kuja kwake, dalili ambayo wakati atakapokuja anaona manabii wa uongo wataweza kutokea, Kristo wa uongo wataweza kutokea. Na kwa sababu Kristo wa uongo watatokea, wataweza kudanganya wengi. Matthew 24 verse 23. Matthew 24 verse 23 nasema nini? Wakati huo mtu akiwaambia aya, kumbe Yesu anaangalia kwamba siku za mwisho kile kitakapofanyika. Mtu akiwaambia ukweli, unaweza kuwa umetulia, na kwa sababu unaweza kuwa umetulia, mtu akuja akwambie nini? Endelea mstari msomaji. Tazama. Kristo yupo hapa. Mtu anaweza kuja akwambie tazama Kristo yupo hapa au yuko kule. Kwa maana Kristo uongo wakati atakapotokea, ulimwengu mzima haitakuwa na uwezo wa kumuona, lakini baadhi watakuwa wanamuona. Yesu anakuja, watu wanamuona kwa TV. Watu wanasema wanaona Yesu alikuwa Nairobi leo, amekuja amefanya mambo yake, ameenda. Watu wanadanganywa. Kwa sababu gani? Yesu wa kweli hatakuja kwa njia hiyo. Yesu wa uongo atakuwa akija anatenda miujiza, kwa sababu wengi wanataka miujiza, wataweza kudanganywa. Ndivyo kwa maana Yesu anasisitiza kusema katika Mathayo 24 mstari wa 23, akasema angalieni mtu asije akafanya nini?
akawadanganya mtu samani. Angalieni mtu ama mtu akiwaambia tazama yuko Kristo yuko hapa au yuko kule, unaambiwa usisadiki, usije mkaamini. Yesu anasema msije mkafanya nini? Msije mkaamini, kwa maana huyo ni Yesu wa uongo. Mstari 24 msomaji, verse 24. Verse 24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa sababu hiyo watatokea makristo wa uongo, si makristo wa kweli. Watatokea makristo wa uongo. Endelea. Manabii wa uongo. Na manabii wa uongo, nao watapewa ishara kubwa na maajabu. Nao watatenda ishara kubwa na maajabu. Tunaambiwa katika Mathayo 24 verse 24, tunaambiwa kwamba makristo wa uongo watatokea, na yani makristo wa uongo na manabii wa uongo wataweza kutokea, nao watatenda ishara kubwa na maajabu. Wanatenda ishara kubwa na maajabu. Kumaanisha nini? Ishara kubwa, ishara kubwa wanaweza kuonyesha ishara na maajabu, yani vitu vya kushangaza. Na kwa sababu kizazi hiki, kizazi za mwisho ama nyakati ambazo tunazoishi, watu wengi wanataka miujiza. Wakati wa manabii wa uongo na Kristo wa uongo watakuja wakitenda miujiza, wengi wataweza kupotea. Hivyo kwa maana andiko inazidi kusema hata kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Ukweli ni kwamba kama utaweza kusimama katika kweli, useme Mungu amesema nini au neno la Mungu linasema nini, utadanganywa. Kwa sababu kama Kristo wa uongo aweze kutokea, na akiweza kutokea aweze kutenda miujiza, anaweza kuvuta hata viwete vyote viweze kuletwa, aseme viwete amkeni tembea, baende, ama hivyo viwete viweze kuamuka na vitembea, na ni Yesu wa uongo. Ndio unaona wengi watamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba makristo uongo watakuwa na uwezo wa kutenda miujiza. Watakuwa na uwezo wa kutenda miujiza kwa sababu Shetani pamoja na mawakala zake siku hizi za mwisho wameweza kuunganisha nguvu zao, wakijua muda wao ni kidogo. Watatumia mbinu yoyote ili waweze kushinda. Na hata sisi tuweze kushinda, tutaweza kutumia silaha zote za Mungu, kama vile kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 11. Mstari wa 11 inasema tuvalie silaha zote za Mungu ili tuweze kupinga hila za Shetani. Kile Shetani atatuma. Shetani anaweza kukataa kuja mwenyewe, au Shetani anaweza kataa kuja mwenyewe, asimame hapa uone huyu ni Shetani, lakini kile ataweza kutuma, atatuma hila, yani uongo. Atatuma uongo, na huo uongo utaweza kukudanganya. Na ukiwa na silaha za Mungu, hapo utaweza kupinga hila za Shetani. Na tumeambiwa kwamba siku za mwisho kweli ni makristo wa uongo wataweza kutokea, nao watatenda ishara na maajabu. Nao watatenda ishara na maajabu, waweze kupoteza kama yamkini hata walio wateule. Wateule ambao wanategemea miujiza wataweza kupotea, yani kama hili linawezekana, hata wateule wataweza kupotea. Kwa maana andiko linasema makristo wa uongo na manabii wa uongo watatokea, nao watatenda ishara na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Lakini Yesu ni mwaminifu, na kwa sababu Yesu ni mwaminifu na ni wa upendo, anapenda watoto wake, ndivyo kwa maana akaweza kutufunulia siri hii ili tusije tukandanganywa. Yesu ni wa upendo, akaweza kutujulisha siri hii ili haya mambo yasije tukakumbana nayo bila kujua. Ndivyo kwa maana kitabu cha Amosi 3 mstari wa 7 inasema hakuna jambo lolote Mungu atakalolitenda bila kuwajulisha manabii wake siri. Hivyo kwa maana mstari wa 25 Yesu anasema nini? Matthew 24 verse 25 Yesu anasema nini?
Tazama, kuonya mbele. Yesu ananena na nyinyi asubuhi ya leo. Yesu aliweza kunena na wanafunzi wakati huo wa zamani, lakini hiyo sauti ingali inanena na sisi asubuhi ya leo, tukiwa sisi ndio wanafunzi wa Yesu leo. Sauti ya Yesu ingali inanena na nyinyi, inawaambia asubuhi ya leo, tazameni, nimekwisha kuwaonya mbele, ili msije mkadanganywa na mtu yeyote. Mstari wa 26, verse 26. Basi wakiwaambia, sikia, basi wakiwaambia, yuko jangwani, msitoke. Wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yesu anasema wakati Yesu wa uongo ataweza kuambiwa hako jangwani, mnaambiwa msitoke. Msije mkatoka kukimbia kuona huyo Yesu mahali yako. Endelea. Yumo nyumbani. Au yumo nyumbani, anaweza kuwa ako kanisani. Unaweza kuambiwa Yesu amekuja, endeni mkamuone ako kanisa fulani. Mnaambiwa msitoke kuenda kuona, mnaambiwa msitoke kuenda kumuona, na msije mkasadiki, msiamini na msitoke. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Alisema Kristo wa uongo na manabii wa uongo wakati watakapotokea, ama wakati utaambiwa Kristo amekuja, unaambiwa hatua ya kwanza usije ukatoka kuenda. Hiyo ni neno la Kristo. Yesu anakataza, anasema usitoke na tena usiamini, kwa sababu Kristo wa uongo wakati atakapokuja, kile atatenda, hata wewe utakuwa vigumu, utaweza kudanganywa katika akili zako, kwa maana ataweza kujifanya jinsi vile maandiko yanavyoelezea kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 12 hadi 15 ama 13 hadi 15. Kuna vile Yohana alivyoelezea Mungu vile alivyomuona. Sasa Shetani itakuja ikiwa na sura hiyo, na itaweza kutokea kwa watu. Inaanza kunena kama yani, itaweza kunena, na wakati itakuwa ikinena, ikiwa imejigeuza, ikiwa imejifanya malaika wa nuru, wengi wataweza kudanganywa. Sasa swali kuu, kabla tuweze kumaliza kipindi hiki cha asubuhi, sasa swali kuu, kama Yesu wa uongo atakuja jinsi hivyo na atakuja akitenda miujiza, anaweza kuambia watu, hata wale wamekufa, hata mtu aliyo kwa jeneza ako na uwezo wa kufufua, na ni Yesu wa uongo, ako na uwezo wa kuambia hata kiwete tangia kuzaliwa enuka utembee. Sahi wale wahubiri wanatenda miujiza, wale wahubiri ambao wanatenda miujiza, wengine wanatenda miujiza ya kujifanya, kama huyu alikuwa anaitwa Kanyari, unasikia? Wengine ukifuatilia miujiza ambayo wanafanya leo ni miujiza ya kufanya, ya kujifanya ili waweze kupata hela. Lakini siku ambazo si nyingi, Shetani anajidhihirisha, anajigeuza, anajifanya malaika wa nuru, anatenda muujiza, na ukweli mnaona muujiza ndio huu umetendeka, lakini ni wa uongo. Saa hii muda uliopita mnaona miujiza ndio inatendeka, lakini ukifuata hao wahubiri, hiyo miujiza ingine ni ya uongo. Mtu anajigeuza mdomo, mtu anajifanya mdomo. Kama ingine niliweza kuona Kanyari aliweza kufanya mdomo inaambiwa imepinda, imeumia, imevinduka ama hiyo. Sasa sikia, alafu watu wanaamini ukweli huyo mtu ni mgonjwa. Sasa yeye akikuja hapo amuombe yule mdomo yule alikuwa ameuzindua, anafanya nini? Unarudi kawaida, amejifanya. Watu wanashangilia, wanasema ni mtumishi wa Mungu. Kama ni hela wanatoa. Lakini sasa huo ni muujiza wa kujifanya. Hiyo ni kama yani ni acting. Unapanga bila kutaenda. Lakini siku za mwisho Shetani mwenyewe akiwa ameunganika na malaika zake
wanatenda muujiza na ukweli unaona muujiza umetendeka, ani na ananukuu maandiko anaunganisha, watu wengi wataweza kudanganya. Ndivyo kwa maana Yesu ameweza kusisitiza akasema kwamba tazama nimekwisha waonya mbele. Kile kitaweza kutusaidia kujua kwamba kama nabii ni wa uongo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ya kwanza, msomaji. 1 John chapter 4. Kwa muda wa dakika hizo 3 zimebaki, ningeomba uweze kuingia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Wapenzi, musiamini kila roho, bali sinjaribuni hizo roho kwamba zimetokana na nani? Kwa sababu manabii wa uongo wengi wamefanya nini? Wametokea duniani. Manabii wa uongo wametokea. Na kwa sababu hiyo tunaambiwa tuwapime. Sasa tutapima hao manabii ni wa uongo kwa njia gani? Ndio ukweli andiko imesema tuweze kuwapima. Tutapima manabii wa uongo kwa njia gani? Isaya 8 mstari wa 20 inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hilo. Ikiwa wasemi sawasawa na neno, bila shaka kwao hapana asubuhi, kwa ni ujiza tu. Na ndivyo kwa maana washiriki leo hata makanisani, watu kile wanategemea ni muujiza, watu kile wanategemea ni miracles. Watu wanatembea na miracle, yani ndio hiyo ndio wanategemea. Tenda muujiza tuone. Hata wakati wa Yesu walikuwa wanasema kama wewe ni Yesu tenda muujiza. Yesu akawaambia habutaona ishara isipokuwa ile ya Yona. Ndivyo kwa maana Yesu wa kweli atakapokuja hata ambiwa kwa TV, hakuna mtu ataenda kusema Yesu amekuja kwa TV ama kwa radio kutangaza Yesu alikuwa Nairobi. Yesu wa uongo atakuwa anaonekana mahali, anatokea Malindi anaonekana. Yesu wa uongo anatokea Nairobi anaonekana. Yesu wa uongo anatokea sehemu fulani anaonekana. Alafu anaenda, anatokea anapotea, anatokea anapotea. Huyo atakuwa ni Yesu wa uongo. Na kama utaweza kuona ukweli utafahamu kwamba neno la Mungu ni ukweli. Yesu wa uongo utakuwa mnamuona kwa TV tu. Naambiwa kuna watu wamekuja amenyakua na ameenda. Lakini Yesu wa kweli katika Mathayo 24 mstari wa 27, 24-27 Matthew inasema kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekania magharibi, hivyo ndivyo kuja kwa Mwana wa Adamu, hivyo ndivyo kutakavyokuwa. Hiyo ni Matthew verse 24, chapter 24 verse 27. Kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekania magharibi, hivyo ndivyo kuja kwa Mwana wa Adamu kutakavyokuwa. Jambo lingine, Ufunuo 1 mstari wa 7 inasema tazama yuaya na mawingu na kila jicho litamuona. Hakuna mtu ataambiwa kwa TV Yesu amekuja. Hakuna watu watapiga picha waende kuonyesha ama kuchukua na makamera kuenda kuonyesha kwa TV ama kuenda kwa radio kusema Yesu amekuja. Hata ukisikia hiyo utajua huo ni uongo. Ndivyo kwa maana Yesu amesema hata ukiambiwa Yesu ako hapa au kule au jangwani au kwa nyumba, unaambiwa usitoke na usiamini. Kwa sababu kutoka kwako na kuamini utaweza kudanganywa. Tutaweza kuomba tuweze kukamilishia sehemu ya kwanza ama kipindi hicho cha asubuhi ya leo hapo. Na tukiomba tutakutana tena saa 2:50 kwa ajili ya kuendelea na programu za Sabato. Tutaweza kunyenyekea tuweze kuomba tukamilishie kipindi hicho hapo. Baba yetu, asante kwa neno uliotufunulia asubuhi ya leo.
jina lako litukuzwe, lihimidiwe milele Mfalme. Na kabidhi watoto wako mikononi mwako, zidi kuwabariki. Pia walimu na wakabidhi mikononi mwako, wabariki pia Mfalme. Bariki wafanyikazi wote walioko katika shule hii na majirani zetu, familia zetu, usindi kuwatembelea, usindi kutuisha kwa Roho wako Mtakatifu Mfalme. Utupe hekima, akili na ufahamu ili viweze kutusaidia na kutuwezesha tuweze kuwa watakatifu jinsi ulivyo Mfalme. Tuongoza kwa vipindi hata vijavyo, na ni kupitia jina kuu la Yesu aliye mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amen.